ni kufunga. Na kufunga ni zoezi la kiroho, kwamba utiisha mwili kwa njaa, kwa vitu ambavyo unavipenda sana, kwa vitu ambavyo ukivikosa hujisikii amani. Unasema sasa hivi nitavikosa. Mwili hautakufa, mwili utasononeka, mwili utapata shida, lakini roho yako itakuwa ina nguvu kwa sababu imeshinda nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe zoezi la kufunga ni zoezi ambalo hatumshawishi Mungu atusamehe, hatumlazimishi Mungu atusamehe, lakini tunaiandaa mioyo yetu kumrudia Bwana. Amen. Kwa hiyo ukifunga na kukaa na njaa, usije ukasema kwa sababu nimefunga sana Mungu ndio atanisikia. Kama moyo wako haujaambatana na kile unachokifanya, haujakuwa na dhamira njema ya kutaka kumrudia Bwana, basi Mungu atanyamaza na asifanye chochote kwa ajili ya funga yako. Kwa hiyo kufunga ni jambo zuri na ni jambo ambalo kila Mkristo anapaswa kuliangalia alifanye, kwa sababu faida yake ni kumfanya awe mnyenyekevu. Mwili unapotiishwa, nafsi inapata nguvu, kwa kuwa haisumbuliwi tena na mambo ya nje. Inapata nguvu ya kuweza kutulia na kutafuta uso wa Bwana. Amesema jambo la kwanza ni kwa kufunga, lakini anasema na kwa kulia. Sasa huku Yoeli hamaanishi kwamba sasa utapiga kelele Mungu. Hapana. Kulia huku maana yake ni kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kumlilia Mungu kwa yale ambayo unaona kabisa yanakupa shida katika maisha yako. Iko dhambi ambayo kila wakati inakuotea, basi mlilie Mungu. Mwambie Mungu, kwa kweli najuta katika moyo wangu, ninajua ya kwamba ninachokifanya hiki sio sawa, na kwa sababu hiyo nakulilia Mungu wangu, unirehemu, uniokoe, unipe nguvu niweze kushinda hili jaribu au kushinda huu mtego ambao adui amenitegea. Ukipata hiyo nguvu, basi utajikuta kwamba yale ambayo yalikuwa yanakushinda wewe utaweza, kwa sababu sio wewe utakayefanya, bali ni ile nguvu ambayo umemlilia Bwana akupatie ndiyo itakayokuwezesha. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo kulia ni jambo la pili. Maana yake tumlilie Bwana, tuombe, tung'ang'anie kwa Bwana, tusiache kutumia muda wetu mwingi katika kuomba kwenye Kwaresma hii. Unafunga masaa 12 au zaidi ya hayo kadiri neema ya Mungu itakavyokujalia, lakini una muda gani wa kuomba? Unatenga muda kwa ajili ya kumlilia Bwana? Unaweza ukajitengenezea ratiba nzuri sana, kwamba basi unapoamka nusu saa kabla ya kufanya mambo mengine yoyote, ukapata nafasi ya kumlilia Bwana, ya kumwambia Mungu kwamba unahitaji msaada. Lakini vile vile ukatenga muda wako wa mchana ambao sasa hautakwenda lunch, lakini sasa utasema lunch yangu itakuwa ni maombi, nikae nitulie kwa Bwana nimlilie. Na jioni yangu kabla sijafanya jambo lolote, sijapata kufungua saumu yangu, basi nilie Bwana. Hiyo itakuwa ni desturi nzuri sana kwako, kwa sababu itakutengenezea msuli wa ndani wa kiroho katika kuzidi kumkaribia Bwana. Lakini amesema jambo lingine, kwa kuombolea. Kuombolea ni kusikitika juu ya jambo fulani,
kusikitika juu ya dhambi, kusikitika juu ya mambo ambayo hukuyafanya vizuri. Na kwa sababu hiyo masikitiko yako ya kupeleke hatua moja, sio kuishia tu kusikitika, bali ni kuomba kutaka kuyaacha kabisa, kwa kuwa hayana faida katika maisha yako. Kwa hiyo kumbe basi kinachozungumzwa hapa na nabii Yoeli ni kwamba tunapaswa kumrudia Mungu, na inachotakiwa kurudi kwanza ni mioyo yetu, na ili irudi tunapaswa kufunga, tunapaswa kumlilia Bwana, tunapaswa kuombolea. Maana yake tujutie yale ambayo hayajampa Mungu utukufu. Sasa faida ya haya ni nyingi sana, kwa kuwa Bwana amesema yeye atageuka na kutuachia baraka, atageuka na kutuangalia, atageuka na kutupa nguvu ya kuendelea. Ndio maana tunatamani sana kipindi hiki katika kanisa kikawe ni kipindi ambacho kila Mkristo kwa dhamira safi ataona namna ya kuyatengeneza maisha yake, ili baada ya kufufuka kwake Yesu Kristo, ndio Mkristo huyu aonekane kwamba ni mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Aonekane ndio mtu mpya, mtu ambaye anakuwa na hofu ya Mungu kweli kweli, atakayekuwa tayari kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, atakayekuwa tayari kuwaonea huruma wengine walio wadhaifu na wanyonge, atakayekuwa tayari kutoka kwa ajili ya jirani yake katika hali yoyote ile ambayo inamkuta huyo jirani yake. Mtu ambaye atakuwa tayari kuwa mpatanishi wala sio mgomvi, mtu ambaye atakuwa tayari kuweza kuyatengeneza maisha ya kwake na ya wengine kwa njia ya amani kabisa. Hayo ndiyo matunda ambayo tunataka Mungu ayazae katika kipindi hiki, katika saumu hii tunayoianza leo.